Ndio siasa zunguka mpira. Kwa hiyo mimi wakati nafanya alikuwa anafanya pia na George Ambangile wakati fulani. Na yeye sasa sijamsikia muda mrefu. Tactical. Kwa hiyo unaona kuna gap imebakia. Sasa hivi ukiingia mtandaoni baada ya mechi zingi zinakuwa ni mzee nini ile football yenyewe touch yake uipate. Kilichotokea kwenye football yani ukipati kwa usahihi wake. Ndio nikasema aina yangu ya uchambuzi sijaona kama kuna mtu amecover hicho kiti. Kwa hiyo sijioni tena nikija kuwa mchambuzi baadaye. Mwenyezi Mungu pia anijalie. Na mimi naiona kazi itakuwa ni ngumu sana. Kiemba kayumo. Yaani kurudi kwenye njia ile ya mara kwanza. Kiemba. Amri Kiemba. Sasa siwezi ndio. Alimayai Tembele. Alimayai sasa chambui tena sasa hivi. Kiemba yani amekuwa na sura nyingi. Kuna wakati unamsikia kwenye politics, kuna wakati na nini amekuwa na sura nyingi. Kwa hiyo hajaweza kuvaa kwamba unajua kwa mfano ukiwatch TV ukimsikia fulani unajua hapa anapata kitu fulani. Unachambuza namna hiyo, nataka kitu fulani napata kwa mtu fulani. Sasa Kiemba amekuwa na sura nyingi. Hiyo nishaye kumwambiaga ndugu yangu Hashim Ibwe. Siku tulikuwa tumekaa pale ofisini nikamwambia katika waandishi wa zama hizi hakuna mwandishi mwenye talanta yako. Yaani mimi ukiniuliza journalist namba 1 nchi hii utakutajia Hashim Ibwe. Kwenye engo ipi? Engo ya kila kitu. Amekamilika utangazaji, the way ana pronounce maneno yake, anaweza kufanya interview zake, anaweza kupanga hoja zake. Yaani amekamilika Hashim Ibwe. Anatangaza mpira, anaweza kuhost interview ya Kiingereza kama Kiswahili. Yaani comfortable. Kila sasa nikamwambia tupo miaka 4 iliyopita. Hofu yangu hautakaa uje kuwa mkubwa. Haikuwa star. Nimwambie utakuwa star. Kwa nini? Ananiambia kwa sababu nimeona mpo kama ungaangano. Leo unakusikia unadili tamthilia, kesho unaigiza, kesho umeenda kuimba muziki, kesho umeruka huku, kesho unachambua. Yaani nikamwambia na wasiwasi utakuwa unasema ni mtu fulani mkali wa unajua kuna hata kwenye muziki kuna watu wakali wa kawaida yani wapo tu enyewe yupo tu mkakini mtao na kumwambia huyu mkali ila ile patagi. Nikamwambia na juzi ukutana nikamwambia unaanza kuamini maneno yangu. Yaani wewe ni mkali na watu wanakubaliana mkali lakini upo tu yani wewe upo tu maeneo fulani. Umegusa maeneo mengi. Mimi nimemiss sana uchambuzi. Kwa bahati mbaya kama nilivyosema sijioni hata nikimaliza usemaji plan nilizokuwa nazo mimi nataka nikafundishe mpira. Either niwe kwenye pitch au niwe kwenye sehemu ya utawala kwenye mpira. Yaani baada ya